Samahani, tumekuwa na blackout, tumekuwa na shida ya stima, mitambo yetu ikapotea kidogo, lakini tunarejelea, natafuta njia nyingine ili tuweze kuendelea na kumalizia somo letu la usiku wa leo. Tunajua ya kwamba mambo itakuwa shwari, tutaweza kuendelea vizuri. Tulikuwa tunaangalia zile jinsi ya kuwa na huduma ya muziki wenye upako. Kwa hivyo tumeweza kuona ya kwamba njia moja ni ile kuwa na ile hali katika ibada. Unapoanza ibada uwe na hali ya kushukuru na kusifu katika wimbo. Jambo la pili tukasema ni uombe Roho Mtakatifu aweze kukuongoza, na ukae ukiimba wimbo, hata unaweza kurudia ule wimbo, sijali hata ukirudia mara ngapi, endelea hivyo. Watie watu moyo. Jambo lingine, watie watu moyo waimbe kwa Bwana, sababu unapowaongoza unawaongoza ili kila mmoja ahusike katika kuimba, na itakuwa ni vizuri sana. Na tumesema nyimbo za kusifu zinaweza kuongoza halafu kuabudu, na pia na wengine wanaanza na kuabudu baadaye wanasifu. Nakuta ya kwamba pia hiyo inafanya na kwa sababu jambo kubwa ni ile hali ya kudumisha upako katika ile hali ya uimbaji. Tunategemea Mungu sana atusaidie katika ile hali ya kuwa na upako, na hilo ni ombi letu ya kwamba tuendelee kudumisha upako, na inakuwa ni vizuri. Sasa tunaweza kuangalia jambo lingine, ile ambayo tunasema ni kazi muhimu sana kuliko zote za kanisa, na hii kazi muhimu ni ile hali ya kuabudu. Kuabudu katika kusanyiko la watu ama kanisani ni sehemu inayotakiwa kuwa ama kuonekana ikiwa muhimu sana. Kwa hivyo ipewe nafasi inayofaa. Watu wapewe nafasi ya kuabudu, na ili tuweze kumwabudu Mungu na tuweze kuhisi ya kwamba tunaendelea vizuri katika hali ya kumwabudu Mungu. Hiyo itatusaidia sana sana. Pia jambo lingine ni kwamba tutakuwa na ile hali ya kuongoza kuabudu, na tuwaongoze watu vizuri ile hali ya kuabudu, na waweze kuwa na uzoefu wa kumwabudu Mungu, na waweze kulifanya hilo jambo, sio kusema tu, bali kumwabudu, na Mungu anategemea hiyo sana. Tusimwabudu Mungu kwa dakika 5 tunakomea pale, ama dakika 10 ikiwezekana. Hata kuna watu wanachukua muda wa saa lizima wanamwabudu Mungu, na baadaye unakuta mambo mengine katika ibada inakuwa rahisi sana kuendelea, kwa sababu watu wameshapata nafasi mwafaka ya kumsifu
Mungu. Tunaweza kuangalia umuhimu wa kiunabii wa kusifu, umuhimu wa kiunabii katika hali ya kumsifu Mungu. Ukisoma katika Zaburi 147:49 na mstari wa 6, nasoma pale Zaburi 149 verse 6 inasema hivi: sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao. Kwa hivyo mwandishi huu wa Zaburi anasema, anaziita sifa kuu. Kwa hivyo Kiingereza inasema high praises. Kwa hivyo kuna sifa ambazo ni kuu. Kwa hivyo unakuta ya kwamba watu wameamua kumsifu Mungu na sifa hizi ambazo ni sifa kuu, na wanamuinua Mungu kwa sauti zao kutoka rohoni zao. Wanamsifu Mungu, na kwa hivyo Mungu anapendezwa na wale ambao wanaweza kuwa na nafasi ya kusifu sifa aina hizi ambazo ni kuu. Na pia tukisoma katika Zaburi 67, Psalms 67, some mstari wa 3 na pia tuendelee hadi mstari wa 5. Watu na washukuru, Mungu, watu wote na washukuru. Mataifa na washangilie, naam, waibe kwa furaha, maana kwa haki utawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Watu na washukuru, wakushukuru Mungu, watu wote na wakushukuru. Kwa hivyo unakuta ya kwamba watu wote wanahimizwa wamshukuru Mungu. Jina hili la Kiswahili inataja kumshukuru, lakini ukiangalia Kiingereza inasema praise. Kwa hivyo tunaposema kushukuru, tunasema hali ya praise ama kusifu Mungu, na watu wote, hata watu wa mataifa, wanajulishwa ya kwamba waweze kumshukuru Mungu na waweze kufurahia kwa furaha, na itakuwa ni vizuri katika maisha yao. Pia katika Zaburi 72, Psalms 72, bado inaendelea kutaja habari ya ile ya kumshukuru Mungu. Nasema hivi, mstari wa kwanza, Psalms 72, hii ni Zaburi ya Suleimani. Nasema hivi: Mungu, mpe mfalme hukumu zako, na mwana wa mfalme haki zako. Kiendelea inasema katika mstari wa 15, basi na aishi na wampe dhahabu
ya Sheba na wamwombee daima na kumbariki mchana kutwa, na uwepo wingi wa nafaka katika ardhi. Ruke pale 17. Jina lake na lidumu milele, pindi ling'aapo jua, jina lake liwe na wazao. Mataifa yote na wajibariki katika yeye na kumuita heri. Na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, atendaye miujiza, yeye peke yake. Huyu ni Suleimani anaandikia wafalme, na pia ananena mambo mengi, na baadaye anawajulisha ya kwamba walihimidi jina la Mungu, wamuinue Mungu, na hata kama ni wafalme ama viongozi waweze kulihimidi jina la Mungu wetu. Na kwa hivyo katika mambo hayo tunaona ya kwamba Mungu wetu anastahili kusifiwa na kuinuliwa na kila watu wote, na itakuwa ni vizuri. Katika kitabu cha Zekaria 14 mstari wa 16, Zekaria 14 nasema hivi: hata itakuwa, soma Zekaria 14 na mstari wa 16. Hata itakuwa ya kwamba kila mtu aliyesalia wa mataifa yote waliokuja kupigana na Yerusalemu atakwea mwaka baada ya mwaka, ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi, na kuishika sikukuu ya vibada. Tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote wa jamaa zote zilizomo duniani asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu mfalme wa majeshi, mvua haitanyesha kwao. Kwa hivyo ile hali ya kumwabudu Mungu iliwekwa ni lazima katika Israeli, hata kuwe na jamaa wa wale ambao ni wa mataifa lakini wako miongoni mwa Israeli. Ilikuwa ni kwamba sharti waweze kwenda Yerusalemu na kumwabudu Mungu. Na basi ikawa ya kwamba kama mtu haendi kumwabudu Mungu, kwao hakutanyesha mvua. Kwa hivyo kama ungenihitaji mvua kwenu, muende mwabudu Mungu. Kwa hivyo tunaona ile hali ya kumwabudu Mungu inavuta ama inaleta hali ama ina mazao, inaleta ile hali ya kunapata baraka, maana mvua ni baraka, baraka zinaachiliwa. Kwa hivyo hata katika ibada tunakuta ya kwamba watu wanabarikiwa wanapoweza kutoa mali yao ama wanatoa mioyo yao ili kuweza kumwabudu Mungu. Kwa hivyo tunapoenda kumalizia hii sehemu ama hii mafundisho ya kumwabudu Mungu, ni vizuri kuelewa ya kwamba, naamini ya kwamba tukipata nafasi kesho naweza kuendelea kumalizia sehemu hii ya kusifu na kuabudu Mungu, na hivyo itakuwa ni vizuri tuendelee kuelewa ya kwamba kuna umuhimu wake wa kumwabudu Mungu. Katika Yeremia 30 na mstari wa 9, Yeremia 30
Biblia inasema hivi: bali watamtumikia Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao nitakayemwinua kwa ajili yao. Na ile sehemu samahani, hebu tusome Isaya 2 na mstari wa 2. Hiyo ingine tutaangalia baadaye. Isaiah chapter 2 verse 2. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi. Njooni twende juu mlimani mwa Bwana, nyumba kwa nyumba, nyumba kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Kwa hivyo Biblia inasema siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya mlima, na watu wataweza kuwa na ile nafasi ya kumwabudu Mungu, na itakuwa ni vizuri sana kuendelea kumwabudu Mungu katika jina la Yesu Kristo. Fikiri tutakomea hapo. Mitambo imekuwa na tatizo kidogo, lakini nafikiri ya kwamba nimepata kueleweka vizuri, na kwa hivyo tutaweza kuendelea katika jina la Yesu. Kwa hivyo tutaomba, na itakuwa ni vizuri tutakapokuwa tukimalizia pale katika jina la Yesu Kristo. Tuombeni. Mtakatifu na Baba wetu, kwa jina la Yesu Kristo, shukuru kwa sababu ya muda ambao tumepata usiku wa leo. Tumepata kuendelea kwa ajili ya wema wako na kuangalia jinsi ambavyo kuabudu, kusifu na mziki kwako ni jambo ambalo ni muhimu sana. Tusaidie Mwokozi wa rehema, tukusifu kutoka kwa mioyo yetu, na tuendelee kwa kadiri ya vile utakavyo tusaidia. Kwa ajili ya uweza wako na nguvu zako uinuliwe na hata uhimidiwe, Mwokozi wa rehema. Asante kwa kila mmoja ambaye amejiunga na kuwa nasi usiku wa leo. Tunaamini ya kwamba kwa hakika utabariki watu wako, utawainua watu wako, saidia watu wako katika jina la Yesu. Mpata kuelewa mambo mengi inahusiana na kusifu na kuabudu, na hivyo Mwokozi wa rehema, azidi kutuongoza kwa kila jambo, kwa kuwa wewe ni mwema. Uinuliwe Mwokozi wa rehema, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen.